Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. My name is Flavian Kochwa, like I said before. And guys, today I'm here. Okay, sorry guys, let me apologize first. I've been unwell, so I couldn't do more pranks, more videos. And guys, today I decided to do a simple video, though it's kind of heartbreaking. So I'm gonna be a storyteller just for today. So guys, I have a long story actually. You people, I always had people saying sijui wamekuwa conned Nairobi town, sijui wamefanywa nini, mtu sijui ameibiwa simu, mtu sijui amefanywa, and I was like, sasa aje mtu mkubwa, like okay, wait. I waited until it got me. My people. So guys, as big as I am, on such a date 20 on such a date 2018, on 14th of 2018 December, guys, hey, I was conned. As big as I am, as thick as I am, with all my brains, a Kenyatta University student, I looked like a fool. So guys, I thought of narrating to you the story today, and I'm putting this shit on because at some point, me nikinarrate your story, I do get emotional. Akina getting so emotional, so I don't wanna cry on camera. But I remove it. Nikisikia like I'm getting emotional, I get them back. So guys, I'm gonna narrate my story. And before I narrate the story, please guys, remember to subscribe. Remember, just subscribe. Just subscribe right now. I'm waiting for you to subscribe. Yeah, nakungoja. Subscribe. Yes, thank you so much. So guys, if you love this video, put the thumbs up and turn on the notification bell so that you won't be missing any of my videos. I love you guys. Yo, so let's get into the story. Okay guys, so here is me. I'm coming from Lolongo, the way to Kitengela. So I'm coming from my friend's place. It's around 6, I think nilitoka huko 6:40 something if I'm not wrong. So kulikuwa na some jam, and guys, nafika Nairobi town at around, I think it was around 7:48 hapo hivyo. Yeah. So nashuka railways, hizo mat ziko pale railways. So like naambia nashuka mat. Before that, I remember nilikuwa nimepeana 1,000 shillings, and the 1,000 shillings I gave out to the conductor. Alikuwa achukue 80 bob, so he was to return me the balance, that is 820. What? What do you mean? 820. So he was to return to me 920. Sorry, watu ukosea. He was to return to me 920. So the conductor gave me the balance, alafu nikashuka. And kushuka, I think I did a mistake. I had a phone. Mi huwa sipendi kubeba kibeti, unajua. So I had my phone, my earphones, pesa nimepewa nikaweka kwa mfuko hivyo, and I had a handkerchief on my pocket, in my pocket I mean. So mi nimeshuka. I'm like natembea tu, unajua. Zile rush hours, you people understand. So I'm like naelekea OTC, and then boom, nakutana I meet a certain man. Not even man, actually alikuwa mzee mwingine hapo, unajua. So the man akaanza kunisalimia like sasa, unajua. Alafu unajua anaongea ile, yani ni mzee, alafu unajua ako na ile fimbo hadi. So the mzee was like sasa, and I'm like poa. Where are you going? Okay, unaenda wapi? Okay, alikuwa anaongea Kiswahili by the way. Unaenda wapi? Mimi nikamwambia naenda tu kuchini. I didn't want to explain much, like why should I say where I'm going, unajua. So mimi nikamwambia naenda kuchini. Akaniuliza tu politely, waweza kuwa unajua OTC? And I was like okay, that's the place I'm going, so
Yeah, naweza kupeleka, naweza kuonyesha, that is. Of course nilikuwa naenda kuchukua mati za kwenda home Kayole. So mimi nikamkubalia, mimi nikamwambia nifuate niende nimuonyeshe, because sasa nilikuwa naona kwanza kumdirect teremka pale sijui tani hivi unajua, and it's where I'm going, so I sikuona need. Sasa tunasonga, wallahi hata we had not reached far. I see a man akona a laptop bag. Oh my god, mwanaume ameunga, mwanaume akona, yani the man azna alikuwa tu anakatwe pesa, sijui kama mnani understand hiyo, yani tu vile amebeba hiyo laptop bag pekee ina describe a lot. Sharpshooter, yana kwambia amevaa suti, si suti, any you guys. So I was like, okay, the man was clean by the way. So this man akapita mbele yetu, kupita mbele yetu, mimi na huyo mzee tuko hapo tu kiguu na njia. This man akapita mbele yetu, the man azinaka sijui alitoa phone kwa mfuko. Yeah, it was a smartphone. So immediately he removed the phone from his pocket. Hey, there goes a parcel. Parcel kakanguka chini, bahasha. Kakanguka chini. Me looking at the parcel, I'm like, the parcel is written on 50,000 Kenyan shillings. Oh my goodness, na ilikuwa imefura unajua. So I saw the parcel first, but the man, I think huyo mzee alikuwa shawa na hiyo parcel, lakini alikuwa anajaribu tu kuignore. So mimi nikamuuliza, haya umeona msee ameangusha bahasha? Akaniambiaje, okay, twende tuyokote tujue what's next. Nikamuuliza tu mpatie? No, akaniambia hapana, mbona tumpatie? Hii ni bahati yetu. So hata watu wengine walikuwa wanapita kwa njia, mama wengine wamebeba magunia, au wanashughulika na hiyo bahasha. Mimi tu na kiherehere yangu. Aki guys, nilianza tu kusikia tu kichwa changu imechanganyikiwa unajua. Naanza kusikia mkono wangu like my hand was itching. Mimi sasa sijui alinisalimia na nini, nilikuwa na feel nasikia kujikuna mkono unajua. So the man went down, akapick bahasha. Mimi hapo na simu yangu na earphones zangu na pesa zangu kwa mfuko. Aki unajua what happened guys. So this is the point when nifilisha mpaka na feel I get emotional anyways. So guys, we went, akapick, after me pick the bahasha, akaniambiaje, unajua wewe ni kama mjukuu wangu, you are like my granddaughter. So and sahi kuna shida, wewe kwanza unasoma wapi? Nikamwambia I'm explaining myself, imagine to a stranger, as in how stupid was I. So namwambia mimi nasomea KU nini, in fact namwambia vizuri main campus, Thika Road, blah blah blah. Hey, the grandman, the grandfather started sijana sababu experience sana na mimi kama granddaughter wake. Tunajua wewe ni kama mjukuu wangu, so tukiangukia hivi it's like Mungu anatuonyesha kitu. And me, unajua mimi nimechanganyikiwa. Me, I'm seeing 50,000. Me, I'm not even seeing the man. Me, I don't care even where I'm going. Me, I just want the money first before I go where I'm going. So, and I remember very well, I was to go back to school come January. So, nilikuwa na zile ma pressure like, I need to go. I need to have this and this and this. So, nilikuwa naona 50,000 naweza niokolea mbaya. Nishaanza kujiplania kwa kichwa vile naenda kusurprise mom nini. Hey guys, so the man told me, let me cut the story short. The guka told me tuende tunafaa kugawana hiyo pesa. Kwanza I remember he was telling me like atufai kupitia main road, tunafaa kwenda Amachuong, unajua atindo CCTV situfollow. And I'm like, CCTV gani sasa? Which CCTV? And ananiambia unajua mimi nimekaa Nairobi, wewe ujui kuna ma CCTV tuku like everywhere. And I'm like, mimi sijaijua, you are the one telling me now. Sasa ndo najua. Akaniambia sasa nafaa tuingilie huko Machuo Mazindaris, tuingilie shortcuts fulani, twende tutafute place kuna toilet so that we gawana the cash. And then I remember we agreed, akasema I take
20,000, yeye achukue 30,000. And I was like, yeah, why not? Because it's a free money, and after all yeye ndo ameenda kaipick, ndo alikuwa na hiyo courage, unajua. So siko na reason mbona nimdeny. After all tena ni mkubwa wangu, unajua, namuona ni kama my grandfather. So we are walking, namuuliza uko kwangu ka, because I was like namuona ni kama ni kama naisha nguvu, ni kama amechoka, hadi namshika mkono tena. Fuck, oh my god, sorry for using that term. So they are going. Guys, there is this one thing I will never ever believe. Can you imagine, we're on the way, namuuliza where are we going, kwani see the toilets are too many, unajua choo ni mob. Alafu ananiuliza wewe ndio utaingia kwa choo ugawe ama mimi niingie nigawe? Okay, I'm like yeah, mimi nitaingia, mimi kama unataka mimi niingie because it's running late. Can you imagine time tunaongea ilikuwa saa ngapi? Aki around sasa inaelekea 9 ikielekea 10. Sisi tu tuko tu hapo kiguu tu, bado tumetembea. Mimi hata sijui sana niko wapi. Namwambia ndo zile public toilets, wacha mmoja wetu aingie at least achukue hiyo door account alete mwingine, because yeye alikuwa anasema tukigawania hapo tutavamiwa, na maybe the man mwenye alikuwa ameangusha pesa anaweza kuwa anatufuata. So me I believed everything, like why shouldn't I believe every shit? So I believed everything, nimechanganyikiwa akili. Mimi sijui alikuwa ametumia dawa gani, whatever man. So I'm seeing 50,000 mimi mbele yangu, mimi hata sioni, hata sijui naenda wapi. Hey guys, na kama napigwa simu, I'm snobbing the calls. Napigwa simu niulizwe na friend yangu kama nimefika home, mimi hata sitaki kupick calls. I'm snobbing the calls. So guys, tukaenda. The man tukafika kwa njia, akasema nini? Ati unajua, hebu tusame tuongee kwanza. Akaniambia I saw you with a certain handkerchief. And I was like yeah, I have it. Akaniambia so unajua before tugawane hii pesa ufai tu kuingia nayo hivyo kwa toilet first, nataka wewe uende ugawe. So mimi akaniambia I believe you are a good girl, usinikon please, ukinikon nitakurudia. And ujui shida niko nazo, unajua machozi nitalia. Hey, akina kwa bladema, akina grandpa. Ish. Azinange kumake you could feel his heart, like unge feel shida zake zote, unajua. So as much as I felt his problems, man, I couldn't leave the cash for him. Hiyo nayo singetoka bure. Sasa I'm going. Akaniambia nimpe handkerchief. I gave him the handkerchief. The man wrapped the money. Kwanza aliangalia kando. Kuangalia kando, made it know what he was doing. Kidogo akanipatia handkerchief. And then handkerchief ilikuwa na hiyo bahasha, so amelipia hapo. So akaniuliza, do you have some cash in your pocket? And I was like, yeah, niko nayo. How much do you have? I was like, okay, nilikuwa na ile balance ya 900 huku na nilikuwa na some 300 on the other pocket. So nikampatia ile 900. Nikamwambia hii ndo niko nayo, akaniambia okay sawa. So nikampea hiyo, and I even nikampea 900. So tukasonga mimi nimpa bahasha. Ameniambia hadi niingize bahasha. Unajua penye niliingiza? Never mind. Na kama people niliingiza bahasha huku ndani ya trouser. Guy, trouser yani na kama trouser imefura, lakini I don't care, me yake, I'm just focusing on the 50,000. Unajua kwanza nimeambiwa I'm going to get 20,000. Twende. Can you imagine? We reached somewhere. Watu wamenyamaza. Naonyeshwa, unajua naambiwa cross that road. Ukicross hiyo barabara una ile place naonyeshwa, actually inaonyesha place inakaa club. Because you know those lightings, so lightings za club, unajua green, red, blue nini. So mimi nasikia muziki, naona the man told me unaona pale uwezi kosa toilet. So wewe acha mimi nikutrust. Na I'm trusting you. Hadi akanipea lecture. I'm trusting you like my granddaughter. Please don't fail me. Unajua the little things we do, the vitu zetu to care as in to
kamia back kwa maisha in a negative way. So me hearing that, I felt guilty and I was like, no, I'm not gonna escape with this money. After all, let us do tuko happy. So yeah, the man asked me, ndo uende. Actually he asked me this and I quote, ndo uende na hiyo pesa ugawe uniletee 30,000. Nitakutrust aje, unajua? Because we are strangers, we've never met before. And I was like, you should just trust me, unajua me. Sione need ya kukukon guka. Twa next and na muita sasa guka. I'm seeing him like my grandfather, unajua? So yeah. Akanamba, so that I trust you, I think you should leave me with something. Imagine hakunitajia anything. Mimi Flavia ndo huyo. Nikamwambia, yeah, I leave you with my phone, I leave you with the cash. I even have some other 300 bob here, I leave you with it. I even gave out the earphones so that nikabaki tu na bahasha. And yeah, the man was like, okay, now you can go. Sahi na kutrust. Unajua tu kitoroka, utakumbuka tu simu yako na utatoroka. Mimi nikaenda, mimi nikiona hayo simu hata ilikuwa ya ngapi? Ya 13k. So nikienda nipate 20k, I can even get another phone. That is, hata sikuona niko mzane za hepa. Unajua, jua alikuwa weak. So mimi ndio huyo, I'm crossing the road, the man is looking at me. And I'm there, just cross safely, usibondwe na gari. I'm going to the toilet. Yeah, so guys, I went, nikafika toilet, nikafika kwa club actually kwa entrance. So guys, I went, nikafika kwa entrance ya club, and reaching there, nikapata some mama alikuwa kwa entrance, and the mama asked me, do you have an ID? Nikamwambia no, I didn't carry my ID. I think nataka tu kujisaidia and niende. I have no big business right here. Okay, akaniambia hapa atuingiangi bila ID. So me, I was like, okay, why? Akaniambia, I think you know the business that happens in here, and in case upate na makarao bila ID, it won't work well. So mimi nikasema okay, sina ID lakini nisaidie tu nitumie tu lu. I won't even stay for more than 5 minutes. After 5 minutes ni more. So the lady was like, okay, wacha, let me escort you. Juu hapo kingia peke yako utasumbuliwa. And I was like, aje? Akaniambia, no, wewe tuende. See me nikaanza okay, I was feeling guilty. I was like, oh damn, does this lady know like kuna do tumepick, tumeokota ama ni nini? Ama tumekuwa tukiwa followed up and I know nothing. So yeah, I was almost as in karibu tu nimwambie, but I was like, hapana, acha ninyamaze for some seconds. So kuingia and naona some, as in not some, akimen wanachangamka. Little did I know that place, as in ilikuwa club, as much as it was a club, it was used for prostitutes, as in kupata dozao. Unajua prostitutes walikuwa all over. Nimeingia hivi, mimi nimedress up vizuri, naona au madem nikao wananishangaa, they are in their shorts, in their pants, in their, oh my god. So mimi naingia hapo na trouser yangu, naingia hapo naona men wanachangamka, sijui na I want that one, sijui nataka huyo nini, mimi sijui anything. Me I'm like, haja kwani. Anyway, the lady told me, never mind, wewe enda ujisaidie utoke. So me went to the toilet. Najua aim yangu ni nini? Now here comes the saddest part. And not the saddest. Guess what happened, guys? Natoa bahasha, looking at the bahasha. Sijui imeandikwa 50,000 shillings, Kenyan shillings. Hapo juu kuna kale ka transparent paper hapo, I don't know how it's called. Nikiangalia hapo naona picha ya yanaitwa ngaje? Jomo Kenyatta. Wale kula akungeiona na ungeamini ni do. So me opening, hata nishawaspilia the secret. Me opening the bahasha, napitana na 50 bob juu.
The other remaining stuffs, they are all magazines. Akia Mungu. Magazines na zimekunjwa ile design inaka real money. So where do I start? I think from there mind yangu ili come back into senses. Nikasikia yani damu tu as in I was like damu tu inakimbia tu kwa mwili tu like once to shut. And finally I got myself sitting down na kama nilikaa chini kwa tiles kwa choo. Watu wamekanyaga hapo, watu sijui kama wamekojoa hapo, I don't know. So I started like asking myself, how am I gonna tell this man as in ni bahasha, unajua yeye hata believe. Yeye hata unatuni kama mi namdanganya. Fuck, I remember sina simu yangu. I have nothing left with me. Only 50 Kenyan shillings, and the 50 shilling was real. The note was real. So I came out, nikasema si baby hizo gazeti. Aki si baby. Hiyo sira nilikuwa nayo, nikasema si baby. Let this man believe me, akitaka kunibelieve and believe, asipotaka awaache. Oh my god, I'm coming out of the sijui ni bar, sijui ni hotel, sijui ni club, but si hotel, not hotel. Sijui ni club, sijui ni place ya prostitute, mimi sijui sikuelewa. I'm getting outside. I'm asking, hata sikuuliza hapo. Actually nilicross fast. Going the other side, I'm not seeing them there. Nikaanza kuuliza watu hapo, kuna watu walikuwa wanangoja hapo sijui mat. Naanza kuuliza, mwana mzee fulani hapa na nini? Nowhere to be seen. So some other mama told me, wewe mzee alitoka hapa kitambo, immediately umecross hivyo. Alienda hivi. Ni kuka yako? And I'm like, no. Si kuka yangu, nilikuwa nimemwacha simu yangu nikaenda kujisaidia pale. So hata mimi nilishinda kuambia na vile nilikuwa nimepewa magazeti niende ni count. Nakwambia that's why I knew I don't know. Yani nilijua sijui. I'm looking left, I'm looking right, I don't know where I am, I don't know anyone, I know yani absolutely nothing. Menzangu does me come back into senses. Looking at my pocket and I have no cash, I got no money at all. I have even my handkerchief nimepeana. Guys, handkerchief nilipeana ikaekwa nini pesa, nikaenda huko kwa choo nikaiacha huko. Mimi hata sijui anything. As in what? So you know what I did? I started crying, and guys, there are some two men. Wale watu wengine walikuwa wananiuliza maswali, asking me questions na wanisaidii. Utakuwa tu sawa, pray, sijui nini. So kuna hao wanaume wawili, I remember their names very well. It was Leon and Derek. So it was Leon and Derek. And the guys came, one hugged me, gave me his shoulder to lean on. I think I was in so much pain. So this is the point. Guys, I think I just have to pour this shit. Yeah, so guys, I think that guy, as much as we didn't know each other, he gave me his shoulder to lean on. We sat somewhere and I narrated the story to them, and yeah, they got emotional too, as much as we were all strangers. Do you know what they did? Wakaniuliza unaenda wapi, and I was like, nilikuwa naenda Kayole. And wakaniuliza unajua uko wapi, and I'm like, no, I don't know. Wananiambia niko Pumwani. Imagine I walked all the way from railways hadi Pumwani, seriously, and sikuwahi choka just because I saw 50,000 and nilijua naenda kwa 20,000. What? So I was like, how am I gonna start telling my mom? So these guys, Derek said, nichukue simu yake, ni call mom, nimwambie. Hapo actually it's going to ni around inaelekea 12 PM. In 12 AM, sasa hiyo saa asubuhi sasa inafika. Guys, nilitoka Kitengela 6:40. What am I doing at 12 still outside at Kitengela Mlolongo? Nafanya nini bado nje at oh my god.
personally agree. So yeah, tukapanda gari and we went with the guys. Tukaenda hadi Tao, so wakanilipia fare and reaching town they took me where mat za home zilikuwa. Kwanza nilikuwa nisha call mom nikamwambia nakam niko kwa njia nakam asilala atanifungulia gate. Nakam but niko in so much pain, kuna kitu imeniapenia mbaya. I thank God my mama kuuliza maswali mwaba kaniambia wewe fika tu utaniambia. So nikaenda kupelekwa kwa mat, hata sijui siko wapi, sijui hata mat ziko wapi, nimechanganyikiwa. So the guys Derek and Leon took me and to my surprise wakanipatia 400 shillings and they paid the conductor pia wakamlipa. So I had the 400 shillings cash. I remember they took my number but Akia Mungu, I never renewed that line. That's what pains me the most. Because sijai wapata, as in those niggas, I never got them. Sijawai, as much as they directed me wakanambia sijui kifika sijui hapo sijui River Road, sijui kuulizia sijui shop gani, sijui nene. Derek and Leon, wherever you are, maybe one day you'll see this video. By you guys, I wish I meet you some days in my life, because you guys are such a bless. As in see at a blessing you. Sijui, I don't know how I'm supposed to put this, but you guys really helped me a lot. So I went home. Nikifika explain to mom everything nini, yeah, and that is it. It's I got emotional as in guys. It's so painful. Akiwa mzee, whatever to that papa is, as in that to grandpa, aki, I don't know, sizi mwishia vibaya, lakini I wish asiwaishi kwa tena, as na siwaishi kwa na mtu tu. Unajua anaweza fanya hivyo mtu alafu me I just wish him all the best, because maybe hapo anajua kitu anafanya and maybe anyway, that's my story guys. I think I'm getting so emotional. So guys, yeah, that's my video. Okay, give me some time first. Yo, so guys, I've just cheered up and yeah, that was my story. So guys, please, I'm trying just to help us all out there. Please don't be conned. Con men are all over, be it online, be it lively, be it najua, you never know. So guys, that was my story. Please remember to subscribe to my channel, and if you like this video, put a thumbs up, and yeah, of course turn on the notification bell. I love you guys. Please be careful anytime, anywhere you're going, with everything you are doing. You never know. Huwezi jua. I love you so much guys.